Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikiwa kwa taufiki Allah subhanahu wa ta'ala tumekamilisha na kurejea katika hija iliyopita ambayo ilikuwa ni mwaka 2026 na pia ambao ni sawasawa na mwaka 1447 hijiria. Kuna saa zangu ambazo nazielekeza kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha tekeleza ibada ya haji na kurejea katika miji yao. Sasa ni namna gani au wafanye nini, wafanye kitu gani ili wahifadhi ile hija yao na pia vile vile wayaishi yale ambayo waliwapata kule kutoka katika miji ile Al-Haramaini Sharifaini, mji wa Makkah na mji wa Madina, katika mazuri waliyopata kule, ambapo kule walikuweko wana swali kwa wakati jamaa, tena katika ikiwa ni Makkah, kipindi wako Makkah katika msikiti wa Makkah, na pia kipindi wako Madina katika msikiti wa Madina, na kukaa msikitini kwa kusoma Qur'ani, na wengine pia Allah akawafikisha akasimama msikitini kwa kuswali tahajjud. Sasa baada ya kutoka kule kurejea katika miji yao, wawe katika hali gani au waishi katika hali gani? Katika hili tutapenda kunukuu maneno ya mmoja katika maimamu wakubwa ambaye ni mwanachuoni na ni mwanafunzi wa Abdullah ibn Mas'ud ambaye anafahamika kwa jina al-Imam Hasan bin Yasar al-Basri rahimahullah ta'ala, alipokuwa kama akimpa nasaha yule hujaji kwamba akirejea kutoka katika kutekeleza ibada ya haji, kurejea katika mji wake, kwamba arejee katika hali gani. Akasema ya kwamba kirejea mtu kutoka katika kutekeleza ibada ya haji, takikana yeye sana hamu yake iwe ni kuyafanya mambo ambayo yatakayomfaa yeye baada ya kuondoka katika hii dunia, tena haswa ikiwa katika kutekeleza ibada ya haji, ambayo hii ni kwa watu wote, lakini hasa zaidi ni kwa yule ambaye katoa kutekeleza ibada ya haji, ambayo tumeona kwamba ibada ya hija malipo yake ni pepo. Sasa akija huku anatakikana awe ni zahidan fi dunia, kwamba awe ni mtu ambaye kaipa mgongo dunia, anafanya mambo yake ya riziki na mengineyo, lakini anakuwa ni raghiban ila al-akhirah, anakuwa ni mwenye kuipendelea zaidi, mwenye kuitanguliza zaidi akhira. Ataswali kwa wakati na ataswali swala za faridha kwa wakati kwa ni mwanaume jamaa, na pia kadhalika swala za sunna, na pia kufunga pia kadhalika funga za sunan, na kufanya khairi nyinginezo. Anakuwa ni zahidan fi dunia, ni mwenye kuipa mgongo dunia, aishi hivyo baada ya kutoka katika kutekeleza ibada yake ya haji, na pia kadhalika anakuwa ni raghiban ila al-akhirah, anakuwa ni mwenye kuiweka mbele zaidi akhira dhidi ya hii dunia ambayo yenye kutoweka. Kwa wasia wangu ni huu, kwa baada ya kurejea kutoka katika kutekeleza ibada ya haji, tuyaishi sasa yale, kwamba tusiwe sana tukahurika sana na hii dunia au tukaipa dunia kipaumbele zaidi, hasa kwa yule haji, yeye kipaumbele chake iwe ni akhira zaidi kuliko hii dunia. Billahi at-tawfiq, wallahu a'lam.